Sasa harmony ni kujua sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Lakini sio kwa kusema tu anakuja Yesu, anakuja Yesu, anakuja Yesu. Ya tatu mtajitafutia. Ya nne si anakuja Yesu. Kwanzia leo hiyo uache. Au nakuta mwalimu karekodi kamuziki kake mkajifunza sauti ya tatu. Sikiliza usipotee hapo. Baada ya leo nataka nikupe chachu uende ukasome. Ukajifunze hii sanaa ya Mungu. Kwa hiyo kwanza niwaambie siri moja. Hakunaga sauti ya kwanza, wala ya pili, wala ya tatu, wala ya nne. Hazipo. Hamna. Tukisikia tunasema sauti ya kwanza waimbe, tunasema hawa walei. Ngoja tuache tu. Mimi naimba ya pili. Haya mama. Umesema yanga besi. Haya. Ya tatu mimi. Hazipo hizo. Muziki umetengenezwa na mistari. Wale wanaosomaga mistari yale mingi, sio? Inaweza kaanzia hapa duniani kaenda mpaka huko mbinguni. Lakini kutoka sauti ile sauti iliyoko juu, umbali wa kutoka sauti iliyoko juu mpaka sauti inayofuata tunaita interval. Hebu sema interval. Kuna umbali gani hapo? Kutoka hii ya pili hapa mpaka hii inayofuatia huku chini, kuna umbali gani? Interval. Kutoka hii ya tatu mpaka hii ya nne, kuna interval gani? Ukinyofua ile iliyokuwa ya kwanza hivi, ile iliyobaki si ni ya pili. Wataalamu tunaiona kama ni ya kwanza. Ikiimba, kwa mfano tulikuwa naimba Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu, si ndio ya pili? Tukinyofua iliyokuwa naimba Kristo wa, inabaki Kristo wa neema yote. Kitaalum inaweza ikawa ya kwanza, tunaitengenezea composition yake, inakuwa ya kwanza, hiyo ya pili, ya tatu, ya nne. Kwa hiyo hatukariri. Walioelewa sema amina. So music ni sanaa. Ila na interval, unacheza na kuna vitu hapo ambavyo lazima ucrack. Kwa Waadventista wa Sabato tuna dhahabu kubwa. Tuna wataalamu wa kutosha. Na chuo kimefunguliwa kule Tasuba kule Morogoro, kusini wapi kule? Dar es Salaam. Bagamoyo. Na mnatangaziwa kila siku, nendeni. Sasa bwana mimi najua. Unajua? Ndio nimekuambia leo hamna ya kwanza, ya pili, hata ya nne. Hii kitabu hiki kinaitwa Nyimbo za Kikristo. Hiki kitabu. Alafu mundani kimeandikwa kina marungurungu. Alafu cha Wasabato. Mwahi kukiona? Sasa wewe msabato gani ambacho unakiogopa kitabu cha Kikristo? Yaani ukikiona unajisikia kukonda. Wewe sio msabato. Yaani jinsi wa Adventist walivyo advance kwenye music, wanaandika shit. Hawaweki nyimbo kwenye flash. Nyimbo ziko humu za mwaka 1600, 1700. Kuna nyimbo zina miaka 500 tunazimba kwenye ibada kuu kila siku. Walitunza kwenye flash. Sasa nyewe mnapambana tukaweke biti kwenye flash. Biti za nini? Wenzenu waliweka tu kwenye karatasi, wakamwambia key ni G. Na mwenda miaka 500. Wewe una nyimbo 6, 10 umetunga zote uzijui. Tumuulize mwalimu alikuwa hapa miaka kama 10, atatukumbukia ule wimbo. Ushamba huo. Wewe msabato mzima kitabu kinaitwa Nyimbo za Kikristo. Alafu ukitaki, unataka nyimbo gani? Alafu ni cha kitaaluma. Wasabato wanasoma. Wewe msabato gani utaki shule? Shule utaki.
Sasa wewe msabato, hiki cha kwenu cha sio chenu? Hii sio ndio standard ya Waadventista? Sasa mbona unakiogopa hiki kitabu? Malungu hayana kitu chochote, hayana lolote. Hata tukianza kesho hapa wote mtasoma hiki kitabu. Sasa sikiliza swali. Nini tofauti kati ya nyimbo za kwaya na nyimbo za Kikristo? Nyosha mkono haraka, nimesema nitashirikisha. Tunataka nyie kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania tutoke na sauti moja. Oya, nyimbo za Kristo na nyimbo za kwaya tofauti yake nini? Yes, yani ukipata jibu unakimbia, maana tunakimbizana na muda. Nyinyi msichoke huko, nyinyi ndio walimu wenyewe. Sema tofauti yake. Tofauti ya nyimbo za kwaya na nyimbo za Kikristo. Nyimbo za kwaya zinakuwa zina mazoezi, lakini Sema. Lakini nyimbo za Kikristo mara nyingi huwa zinakuwa hazina mazoezi. Moja hiyo. Nyingine? Maana yake ya kwamba chukua mic. Lakini pia nyimbo za kwaya zinakuwa ni kundi la watu ambao wanajifunza, wanakuwa na mwalimu wanajifunza. Lakini nyimbo za Kikristo watu wanajifunza ndani ya kanisa. Najibu hilo swali kwa mtindo huu. Sema haraka. Hello. Nyimbo za Kristo ni nyimbo ambazo huaga zinaimbwa na Wakristo wote. Lakini nyimbo za kwaya ni zile ambazo zinaimbwa na kwaya husika peke yake. Nyimbo za Kristo na za kwaya zinatofautiana na melody. Bwana ni mwema wakati wote. Kambi jema. Nyimbo za Kristo zinatungwa kwa utaratibu maalum, lakini nyimbo za kwaya zinatungwa bila mpangilio. Bwana ni mwema wakati wote. Tofauti ni kwamba ninavyoelewa nyimbo za Kikristo zinaongozwa kwa mapigo maalum yaliyopangiliwa, lakini nyimbo za kwaya zinaongozwa vyovyote vile. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nilikuwa namalizia na wewe. Okay, tofauti kati ya nyimbo za Kristo na za vitabuni, zote ni nyimbo sawa. Isipokuwa tofauti ni nyimbo za vitabuni tayari zimeshapangiliwa, lakini zote nyimbo za Kristo. Za vitabuni zimeshapangiliwa kwenye note